Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Tunaendelea na darsa yetu ya tarikh ya sahaba radhiyallahu anhum. Bado tupo katika kuzungumzia historia ya sahaba huyu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tulimsoma hapo mwanzo, tuliishia kati, tulipata kumkamilisha. Kwa hiyo tunakamilisha historia yake kwa ufupi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nasema, wa kama kana Ibn Abbas yudhillu nafsahu fi talab al-ilm, na kama vile alivyokuwa Ibn Abbas akidhalilisha nafsi yake katika kutafuta ilmu, faqad kana yu'li min qadri al-ulama, alikuwa akikieka juu cheo cha wenye ilmu. Yani wale wenye ilmu walikuwa akiwapa nafasi zao, lakini yeye mwenyewe alikuwa akijidhalilisha, kama vile tulivyoona mtu mwingine akifika mlangoni kwa mtu ambaye anaenda kuchukua hadithi kwake, analala hapo. Yote ni kujidhalilisha ili kutafuta ilmu. Pia kadhalika alikuwa akiwatukuza wale ambao wenye ilmu. Faha huwa dha Zaid bin Thabit, huyu hapa Zaid bin Thabit kana katibu alwahy, mwandishi wa wahy wa Mtume sallam, wa ra'su ahli almadina fi alqada, alikuwa kiongozi wa watu wa Madina katika qada, mambo ya qada, fi mambo ya hukumu ya mahakamani nini, wal fiqhi na fiqhi, wal qiraa na mambo ya visomo hayo, wal faraid na mambo ya mirathi. Yahimu birukubi dabbatihi, anataka kupanda mnyama wake. Fayaqifu alfata alhashimi, anasimama huyu kijana alhashim Abdullah ibn Abbas, baina yadayhi, mbele yake, wiqfata alabdi baina yaday mawla, ambao tumesoma kwenye sarfa, ambao hii wiqfa ni ismu alhay'a, masdaru alhay'a. Naam, masdaru alhay'a, ambayo inakuwa katika izana neno fi'ila wiqf. Kwa anasema mbele yake, usimamaji wa mtumwa mbele ya bwana wake, yani kusudia ni kwa unyenyekevu kabisa. Wa yumsiku lahu rikabahu, na anamshikia yeye rikab. Rikab ni ile sehemu ambayo waliweka kwa ajili ya kupandia, kama ni mnyama anakuta labda farasi mrefu, kwa hiyo ile sehemu inaweka kwa ajili ya kukanyaga, kupandia. Wa ya'khudhu zimama dabbatihi, na anachukua kamba ya ule mnyama wake, na anamkabidhi baada ile hali ya kama vile kutaka kumpakia yani. Faqala lahu Zaid, akasema kumwambia Zaid, da anka ya ibn ammi rasulillah, chana na hilo wewe mtoto ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanya hivi vipi hivi? Faqala Ibn Abbas, akasema hakadha umirna an naf'ala bi ulamaina, hivi ndio tulivyoamrishwa kuwafanyia ulamaina, wanachuoni zetu. Faqala lahu Zaid, arini yadak, nionyeshe mkono wako. Fa akhraja lahu Ibn Abbas yadahu, akamtolea Ibn Abbas mkono wake. Famala alaiha wa qabbalaha, akamili kuelekea mkono huo na akaubusu. Waqala, na akasema, hakadha umirna, hivi ndio tulivyoamrishwa, an naf'ala bi ahli baiti nabiyina, kufanya kwa watu wa nyumba ya bi wetu. Sisi tumeamrishwa mwatukuze wenye ilmu, basi na sisi tumeamrishwa hivi. وقد ذهب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا أدهش الفحول, وككاليزوية ابن عباس juu kutafuta ilmu, wanasema alilumu
mpaka akafikia kiasi ambacho kiliwashangaza wale wakubwa katika wanachuoni. Kwa hiyo alizoea hivyo, au nasema alidumu Ibn Abbas katika kutafuta ilmu mpaka akafikia tu kiasi ambacho kiliwashangaza wale wakubwa hao wenye ilmu. فقال فيه مسروق ابن الأجدع أحد كبار التابعين amesema kumzungumzia Ibn Abbas Masruq ibn Ajda, huyu ni mmoja kati ya wakubwa katika matabi. Kuntu idha ra'aytu Ibn Abbas qultu, ilikuwa pindi ninapomuona Ibn Abbas ninasema ajmalun nas, mzuri wa watu. Fa idha nataqa qultu afsahu nas, pindi ninapotamka nasema mfasaha wa watu. Idha tahaddatha qultu a'lamu an-nas, tukaposimudia nasema mjuzi wa watu. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس. na pindi alipokamilisha ولما اكتمل لابن عباس, na pindi palipokamilika kwa Ibn Abbas ma tamaha ilayhi min al-ilm, kile ambacho alichokitaka katika ilmu, tahawala ila muallim, amegeuka kuwa ni mwalimu yuallimu an-nas. Fa asbaha baituhu jami'atan lilmuslimin, ilikuwa nyumba yake ni jamia waislamu. Naam, asbaha jami'a bikulli ma ta'nihi hadhihi alkalima fi asrina alhadith. Naam, kwamba ilikuwa ni jamia, nyumba yake ilikuwa ni jamia kwa kila ambacho kinamaanisha neno hili jamia kwa zama zetu hizi. Ya jamia unamaanisha nini jamia? Jamia wana watu kwa hivi, watu wengi au kwa hivyo. Nyumba yake ilikuwa ni kitivo cha ilmu, muda wote watu wanaenda na kurudi, nenda rudi. Wa kullu ma baina jami'ati Ibn Abbas, na yote ambayo yapo katika jamia Ibn Abbas wa jami'atina min farq, na zile jamia zetu katika tofauti, kuna hiki una hivyo. Huwa nayo anna jami'ati al-yawm, hakika ya jamia za leo, yuhshadu fiha asharatul asatidha, ukusanya ndani yake makumi katika maustadhi, wa ahyanan almiati, yani walimu hao. Amma jami'atu Ibn Abbas, ama jamia Ibn Abbas, bimaana anaelezea tofauti, anasema kullu ma baina jami'ati Ibn Abbas wa jami'atina min farq, yote ambayo katika jamia ya Ibn Abbas na jamia zetu hivi sasa katika tofauti, kwamba jamia za sasa zinaweza zikawa na mwalimu 10, 100, lakini jamia yake Ibn Abbas faqad kamat ala aktafi ustadhin wahid, hii ilisimama juu ya mabega ya ustadhi mmoja, huwa Ibn Abbas nafsuhu mwenyewe. روى أحد أصحابه قال مسيما لقد رأيت من ابن عباس مجلسا, وحقيقة niliona kwa Ibn Abbas majlis, na majlisi alikuwa amekaa anafundisha katika majlisi hiyo. Kwa anasimulia hapa mmoja kati ya hao walioshuhudia majlisi yake, law anna jamia Quraish, law hakika ma Quraish wote, iftakharat bihi, wangejifakhari kwa Ibn Abbas, lakana laha fakhra, ingekuwa kwa wao ni fakhari. فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت عليه بهم, وحقيقة niliwaona watu wamekusanyika katika njia ambayo inapelekea nyumbani kwake, hatta dhaqat bihim, yani mpaka ikawafinyu kwao ile njia. Wasadduha, na wakawa wameiziba fi wujuhi nnas, katika nyuso za watu, hata watu sasa hawapiti.
fadakhaltu alayhi, nikamwingia kwake, wa akhbartuhu, nikamwambia biihshadi nnasi, biihtishadi nnas, kukusanyika watu, ala babihim, mlango bana una ugeni wa kutosha huko nje. Faqala, nasema dha li wudu'an, nikemi maji ya kutawadha. Fatawalla wa jalas, katawadha na akakaa. Waqala, akasema ukhruj, toka. Waqul lahum, mwambie man kana yuridu an yas'ala 'ani al-Qur'ani wa hurufihi falyadkhul, yule ambaye anakusudia kuuliza kuhusu Qur'ani na zile visomo vyake basi aingie, fataka kujua aina za visomo nini. Fakharajtu faqultu lahum, nikiingia nikawaambia wao. Tutasoma kwenye sura tafsiri au ilmu al-qira'at kwamba al-ahrufu as-sab'a, maana kusudia vile visomo. Nikatoka nikawaambia, fadakhalu, wakaingia, hatta malau albayta walhujra, mpaka wao idadi walioingia wakaijaza ile nyumba na kile chumba. Fama saaluhu an shay'in, hawakumuuliza yeye kitu chochote, illa akhbarahum bihi, isipokuwa nawaambia. Wazadahum mithla ma saalu anhu akthar, na anawazidishia mfano wa kile ambacho walichokiuliza na zaidi. Thumma qala lahum afsihu tariqa li ikhwanikum, fakharaju, panueni njia kwa ndugu zenu, wakatoka. Thumma qala li, kisha kaniambia, ukhruj faqul, toka useme, man arada an yas'ala an tafsiri al-Qur'an wa ta'wilihi, yule ambaye anakusudia kuulizia kuhusiana na tafsiri ya Qur'ani, falyadkhul, aingie. Kharajtu faqultu lahum, nikatoka nikawaambia. Fadakhalu hatta malau albayta walhujra, fama saaluhu an shay'in illa akhbarahum wazadahum mithla ma saalu anhu akthar. Thumma qala lahum afsihu at-tariqa li ikhwanikum, fakharaju. Thumma qala li ukhruj faqul man arada an yas'ala 'ani al-halal wal-haram wal-fiqh, yule ambaye anakusudia kuulizia kuhusiana mambo ya uharamu na mambo ya uhalali na fiqh, aingie. فأخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال لهم افسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض، يلي ambaye yakusudia kuulizia kuhusiana mambo ya mirathi وما أشبه na mfano wake, فليدخل. فخرجت لهم فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، ثم سألوا عن شيء لا أخبرهم به زادهم مثله. ثم قال لهم افسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي اخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب، بين يkusudia kuhusiana lugha ya Kiarabu na mashairi na yale maneno mageni katika maneno ya Waarabu, aingie. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء لا أخبرهم به وزادهم مثله. قال راوي الخبر فلو أن قريشا فرخت بذلك لكان ذلك لها فخرا، kwamba lau Quraysh angejifakharisha kupitia huyu Ibn Abbas ingetosha kuwa ni fahari. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام. Kana kwamba Ibn Abbas alionelea agawe zile ilmu katika masiku ili kusitokee mlangoni kwake mfano ule msongamano. Maana akawa ameweka ratiba, sasa leo ni ratiba ya tafsiri, kesho ratiba ya fiqh, kwa kila mtu akijua leo bozamu yangu, kesho sihusiki. Kwa hiyo hivyo fasara yajlisu fi al-usbu' yawma la yadhkuru fihi illa at-tafsir, akawa nakaa ndani ya wiki siku hiyo hataji tu isipokuwa tafsiri, maana tafsiri tu. Wa yawman la yudhkaru fihi illa al-fiqh, si kwamba hahitaji ndani yake isipokuwa fiqh. Wa yawman la yudhkaru fihi illa al-maghazi, nyingine hahitaji ndani yake isipokuwa mambo ya sira, vita hivi, tarehe nini. ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا يذكر فيه لا تذكر فيه إلا أيام العرب، isipokuwa ile zile habari za Waarabu bwana huko zamani walikuwa hivi tarehe yao. وما جلس إليه عالم قط إلا قضى له،
ala kukaa kwake alim kamwe isipokuwa atamnyenyekea. Wa masalahu sa'ilun qat illa wajada indahu ilma, na wala kumuuliza muulizaji kamwe isipokuwa atapata kwake ilmu. Walaqad ghada ibn Abbas, kwa hakika alikuwa ibn Abbas, bifadli ilmihi wa fiqhihi, kwa fadla ilmu yake na fiqhi yake, mustasharan lilkhilafati ar-rashida, mshauriwa katika al-khilafati ar-rashida, ule utawala ulioongoka. Ala ar-raghmi min hadathati sinnihi, pamoja na kuwa ma'a ar-raghmi, pamoja na kuwa min hadathati sinnihi, udogo wa umri wake. Fakana idha arada Umari ibn Khattab amrun, pindi lipokuwa likidhihiri kwa Umar jambo, au wajahatihu mu'dila, au mumwelekea yeye mushkila, yani utatizaji, jambo linalomtatiza, daa jilla as-sahaba, na waita wale makubwa kwa sahaba fulani, vigogo vile ndio vinaitwa. Wadamahum Abdullah ibn Abbas, lakini pamoja na hawa anamuita lakini ibn Abbas pia mumuite. Fa idha hadara, atakapohudhuria, rafa manzilatahu, wa nanyanyua manzila yake, wa adana majlisa, na anamsogeza katika ana huyu, unaona ingawa kuna wakubwa pale. Waqala lahu, na anaambia, laqad a'dala alaina amrun, kwa hakika limetatiza juu yetu jambo, anta lahu wa li amthalihi, wewe unalistahiki na mfano wake. Walaqad utiba marra, kwa hakika alilaumiwa Umar mara moja, fi taqdimi lahu, katika kumtanguliza kwake Ibn Abbas ma shuyukh, pamoja na mtangulizaji mtoto, kwa sababu wao walikuwa wanamhesabu kama mtoto. Kuna wakubwa hapa ni Ibn Mas'udi, sikina nani, yani wakubwa wapo, na kuja kumtanguliza huyu kweli. Naona bimaana wao sasa wakawa wamepima kwamba huyu dogo tu. Sasa ilmu ipimwe kwa nini? Kwa udogo wa umri wa mtu, una miaka 15, mimi na miaka 50, sasa unayo ya ilmu yenyewe. Na kweli kuna baadhi ya masala mengine kwa sababu hao wengine walikuwa kiulizwa hawajui, Ibn Abbas akija anajibu. Wa huwa ma anasema wa huwa ma zala fatan, naye kuacha kuwa ni kijana muda huo. Faqala, akasema, innahu fatal quhul Umar ibn Khattab, huwa ni fatal quhul, lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Baada ya kupewa hizo lawama akawa anawaambia maneno haya. Ndio maana kule kwenye kichwa cha habari amesema Umar ibn al-Khattab. Ala anna ibn Abbas hina insarafa ila al-khassati liyuallimahum wa yufaqihahum, pamoja na kuwa hakika Ibn Abbas pindi alipoenda kwa wale watu binafsi ili wafundishe na wape fiqhi, lam yayas hatta al-haqq al-aam alayhim, lam yansa, hajasahau haki ya wote juu yake. Sasa mimi naenda kwa watu binafsi kufundisha private. Sasa kuna watu wengine awamu nasi wale wanahitajia pia ilmu. Fakana yaqidu lahum majalis alwa'dhi watadhkiri, alikuwa akiwaekea wao vikao vile vya mauidha na kumbusho. Famin mawa'idhihi qawluhu mukhatiban ashab adh-dhunubi, bas miongoni mwa mawaidha yake kauli yake akiwa anasemeza watu wenye madhambi, ya sahiba adh-dhambi, ewe mwenye dhambi, la ta'man aqibata dhanbik, usijiamini na hatima ya dhambi yako, sema hii ndogo tu, Mungu hawezi kuniadhibu kwa hii. Unaona, wa'lam anna ma yatba'u adh-dhanba a'zam min adh-dhanbi nafsihi, jua kwamba hakika kile ambacho kinaifuata dhambi ni kubwa kuliko dhambi yenyewe. Utakachofuata nini? Ni adhabu ya Allah. Sasa wewe umeifanya hiyo dhambi, umefanya hiyo dhambi, nafsi yako inapenda, unafurahi nini kwa sababu umekidhi matamanio ya nafsi yako, lakini kinachofuata baada ya dhambi ni kikubwa, ni adhabu ya Allah. Na ndio maana hata wanachuoni wanasema la tanzur ila sighari al-khati'a walakin inzur man ta'siu sana. Sasa ilikuwa nikifanya hivi tu, kitakachofuata mbele ni kikubwa. Fa inna adama istihyaika mimman ala yaminika wa ala shimalika wa anta taqtarifu ad-dhanba la yaqillu 'an ad-dhanbi, hakika ya kutoona haya kwako kwa yule ambaye aliyekuliani kwako na kushotoni mwako, na wewe unafanya dhambi, jambo hilo la yaqillu 'an ad-dhanbi, lipunguzi dhambi kwa vile vile, sababu kuliani na kushotoni sikuna malaika wanaandika, yani al-yamini wa 'an ash-shimali qa'id. Sasa wewe kwa sababu asli ya nafsi kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoisifu kwamba ni amaratun bisu, ndio nafsi inapoazimia kufanya ubaya, mtu kwanza anakagua nani niona
akishaona pembezoni yake hamna mtu, kwa sababu yeye pale anaelewa kwamba mtu tu hapa hamna mtu, ngoja niibe. Lakini kumbe kuna malaika pale Allah kawawakilisha kuliani na kushotoni wamwandikie. Ukimwondoa Allah mwenyewe kwanza anakuona, lakini kuna wawakilishi zake pale malaika, wajumbe zake kawatuma waje kukuripoti matendo yako yote unayoyafanya. Umefanya hili unaandikiwa, fanya hili unaandikiwa. Siku unakuta sasa si amna uloniona hakuna ulokuona, mbona sisi tumekuona? Umeona hapo? wa inna dhahikaka inda dhambi, hakika ya kicheko chako wakati wa dhambi. Wa anta la tadri ma Allahu sani'un bik, na wewe haujui kile ambacho Allah atakachokufanya. A'dham min ad-dhanb, sababu unafanya unacheka hivi kama unakula riba, umezini na mwanamke, unaenjoy tena unafurahi pale, nafsi inapenda, lakini hujui Allah atakukomesha kwa kitu gani. Inawezekana akakupitia hilo akawa kumekuja kukupa mtihani mkubwa wa maradhi au matatizo mbalimbali. Mimi Mungu nimemkosea nini? Kumbe kuna dhambi ulishaifanya mwenyewe, umejifanya upo biza, umejisahau. Umeona? Wa inna farahaka bidhambi idha dhafarta bihi a'dham min adh-dhambi, hakika ya furaha yako katika dhambi ile hali umeifaulu, umeishinda, yani umeifaulu, ni kubwa kuliko dhambi. Sasa unafurahi, safi kabisa, kidogo hapa nimepoza koo, hiyo anasema. Wa inna huznaka ala dhambi idha fataka a'dham min adh-dhambi, na hakika ya kuhuzunika kwako juu ya dhambi pindi inapokupita, jambo hilo ni kubwa. Labda inawezekana unahuzunikia jambo lilikusudia ulifanya la dhambi, sasa umekosa nafasi, nikusudia nikaibe pale lakini wamelinda leo. Yani unahuzunika, yani kile ulichokiazimia kukifanya katika nafsi yako imeshindikana. Unaona? Au naam, naam, ndio ile Mtume sallallahu alayhi wasallam, man hamma bis-sayyi'a falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Umeazimia kufanya ubaya lakini nafsi imekaza, Allah akakataza, maana umeacha kufanya kwa ajili ya Allah, unahuzunika hilo, ujue hilo unaandikiwa thawabu. Wa illa man hamma bis-sayyi'a, watakayazimia kufanya ubaya alafu kilichomzuia kushindikana kufanya sio Allah, anaandikiwa ubaya vile vile. Wa inna khawfaka min ar-rihi idha harakat sidrak, na hakika ya kuogopa kwako upepo kutotikisa stara yako. Labda inawezekana ukawa sehemu umejistiri ndio unafanya huo ubaya. Sasa hapa ukifunguliwa mlango huo, upepo ukipeperusha hapa nikionekana. Wa anta tartakibu dhanba, na wewe unafanya dhambi, maakaunika, pamoja na kuwa kwako, la yataribu fuadu, kifua chako kitikisiki wala kina wasiwasi, min nadhari llahi ilayka, kutazama Allah wewe, a'dham min adh-dhanb. Ngana anafanya yabo, ana pressure, burudani kabisa, yani ana fikra, kwa sababu asili ya mwanadamu na shetani ndio kama nani hivyo, anapokusudia kufanya maasi anatoa hamna anayeniona, kajifungia chumbani kule anafanya anayoyafanya, afikiri kwamba kuna Mungu ndo ananiona nini. Yani fikra hizo hazipo, yani yeye anachofikiria kwamba hapa hamna mtu anayeniona basi, kwa hata kimaliza anajikuria lakini sijaonekana. Ndio asili ya sisi wanadamu, hamna aloniona. Umeona? Kumbe ripoti zako zisharipotiwa kwa mkuu, malaika washaandika, washapeleka kwa Allah, bwana mji wako kafanya hapa, ripoti siku ya siku unafungua daftari, bwana ujumbe wako. Sikuwa chumbani peke yangu, ulikuwa peke yako, mbona tumeyapata haya? Kwa hiyo ni mtihani. Anasema ya sahiba dhambi, sahibu dhambi, atadri ma kana dhanb Ayyub alayhi salam hina ibtalahu Allah azza wa jalla bi jasadihi wa malihi. Mwenye dhambi, hivi unajua ilikuwa ma kana dhambu Ayyub, ni ipi ilikuwa dhambi ya Nabii Ayyub alayhi salam pindi Allah alipompa mtihani katika mwili wake na mali yake? Allah alimpa mtihani, sababu Nabii Ayyub alayhi salam alikuwa na mali nyingi nini, watoto, ni Allah kampa mtihani wa maradhi katika mwili wake muda mrefu, takriban miaka kama 18 kama vile anavyoeleza wanachuoni kwenye tafsiri mbalimbali, na muda mrefu aliumwa. Ndio na unajua dhambi tunasema kwa yani dhambi ilomponza mpaka kupewa mtihani huo, yani ilompelekea pewe mtihani huo. Inma kana dhambu, ilikuwa dhambi yake, annahu ista'ana bihi miskinun, alimtaka msaada maskini, liyadfa anhu dhulma, ili amuondoshe dhulma, falam yu'inhu, hajamsaidia. Kwa ilikuwa ni mtu maskini amemwendea
ingawa ilikuwa ni katika ada zake kuwasaidia maskini. Mtu na haja yake, lakini huyu alikuja yeye alipouza hajamsaidia. Kwa angalia, yani ukiangalia kimuonekano, wewe leo unaua ili upate mali, unatapeli watu, unadhulumu watu ili upate cheo. Angalia kilicho mnani huyo Nabii Ayub alayhi kitu kidogo tu, yani hii tu. Wewe ukiangalia kwenye mtazamo wako kwa zama za leo unaiona ni ndogo, lakini hiyo ndogo huenda ndio ikaenda kuangamiza sasa. Amin. Kwa hiyo ni mtihani. Walam yakun Ibn Abbas min alladhina yaquluna ma la yaf'alun, na wala hakuwa Ibn Abbas katika wale ambao wanaozungumza alafu wafanyi. Wayanhauna wala yantahuna, wanakataza wala yantahuna, wala wao hawakomeki. Yeye kuwa hivyo, akikataza yeye anakatazika. Wa inna ma kana sawam naharin, alikuwa ni mwenye kufunga sana mchana, qawam bil layli, simama usiku. Akhbara anhu Abdullah ibn Mulaika, amemuelezea Abdullah ibn Mulaika, yani Abdullah ibn Mulaika alikuwa anamuelezea nani? Muelezea Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Anasema qala sahibtu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, nilifuatana na Ibn Abbas radhiyallahu min Makkah ila Madina, kutoka Makkah kwa mpaka Madina. Fakunna idha nazalna manzila, tulikuwa pendo tunapofika sehemu, kama shatran layla, nasimama nusu ya usiku, wa nasu niyam, na watu wamelala, min shiddati ta'ab, kwa uzito wa taabu, kuchoka, watu wamechoka. Lakini yeye pamoja na hayo yote tupo safarini, lakini usiku ratiba yake kusimama ipo pale pale. Walaqad ra'aytuhu dhata laylan, kwa hakika nilimuona usiku mmoja, yaqra anasoma, wajaat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Fadhalla yukarriru, hiyo aya akawa anarejea wayansiju hatta, na analia, yansiju maana analia, lihadi kuinua sauti, hatta tala alayhi alfajr, mpaka alfajiri ikamchomozea. Maana kuja kwa kweli sakaratul maut kwa haki, hilo ndio ambalo lilikuwa ukilikimbia, lakini nishakufuata, sababu asili ya sisi wanadamu kukwepa kifo. Kiuma kidogo fanya hivi, tunajua zile harakati, kitu kidogo mkutia wasiwasi, lakini sema yake kitakuja tu. Mara kisini haraka hospitali unakimbia, unakwepa. Leo sikae hapo kuna hatari, chochoro zote, lakini muda ukifika utaondoka. Na ambayo ndio asili ya mwanadamu, akiuma kidogo kimbilia hospitali, sehemu ya hatari ataepuka. Yani sisi sote nakwepa, sijekufa bure, lakini muda ukifika, pamoja na harakati zako zote utafanya. Mfahamshe? Kwa hiyo kikubwa tufanye maandalizi, na pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala na rafiki, sababu hamna mtu ambaye anayejua hatima yake itakuwaje. Kwa tumuombe Allah tujalie mwisho mwema. Hizi harakati zetu tunakwepa, tunaogopa kufa, nenda hapa nenda, lakini muda ukifika, pamoja na harakati zake zote hizo, lakini zitusaidia. Anasema wa hasbuna ba'da dhalika kullihi, na inatutosha baada ya hayo yote, annalama tujue, anna Abdullah ibn Abbas kana min ajmali an-nas jamalan wa asbahihim wajhan, mwenye uso mzuri. Fama zala yabki fi jawfi al-layl, hakuacha kuwa akilia katika ile jawfi al-layl, yani siku mzito, yani siku wa manane tunasema jawfi al-layl, min khashyati Allah, kana kumwogopa Allah. Hatta khaddada ad-dumu' alhatunu khaddaihi al-asilain, mpaka kukawa kumeweka alama ya kishimo kwa kupitia yale machozi yake mengi. Ad-damu al-hatun, yale machozi ambayo yanayotilizika kwa wingi. Mathalan ukisema hadha matarun hatun, kwa hii ni mvua ambayo inateremka kwa wingi. Khaddaihi, yale machozi yake, al-asilain, yaliyo laini. Naam, anasema hapo dhalika anna khalifata al-muslimin Muawiya, hilo hakika ya khalifa wa waumini Muawiya Nabii Sufyan, kharaja dhata sana, alitoka mwaka mmoja, hajjan, akiwa ni mwenye kuhiji. Wa kharaja Abdullah ibn Abbas hajjan aidha, na alitoka Ibn Abbas ni mwenye kuhiji vile vile. Walam yakul lahu sawlatun wala imara, na wala hakuwa na yeye utawala wala uongozi. Sawla ni ile as-sulta, kudra ni ule utawala.
Sawa, unajua ukishakuwa mtawala unakuwa na watu wanakulinda nini, unakuwa na jopo la watu, ndio ile soula, yani ile hali ya utawala, kuwa na watu nyuma wanakusindikiza, wanakulinda, yani muda wote watu wakiona unajua wewe ni mtawala. Kwa Ibn Abbas yakuwa na soula, kuwa na utawala, ile imara, uongozi, yakuwa na uongozi. Wao utawala wakasema akitoka labda ana mabodyguard zake wamlinde, yakuwa hivyo. Fakana li Muawiya mawkibun min rijali dawlatihi, alikuwa ana Muawiya kundi la watu wa dola yake. Sababu si mtawala, kwa inabidi awe na walinzi wa bodyguard. Wakana li Ibn Abbas mawkibun, na alikuwa na Ibn Abbas kundi yafuku mawkib al-khalifa, likizidi kundi la khalifa min tulabi al-ilm. Yesi anajigambia kwamba ni mtawala, anajigambia kwamba mimi nalindwa na watu wengi hawa na watawala. Lakini Ibn Abbas pia naye alikuwa na jopo la watu watafuta ilmu. Falamma ataahu al-yaqin, ilipomjia kifo, anasema umira Ibn Abbas 71 sana, alipewa umri Ibn Abbas wa miaka 71. Umira Ibn Abbas, alipewa umri wa kuishi Ibn Abbas 71 sana, miaka 71. Malaa fiha dunia ilman, alijaza ndani ya miaka hiyo dunia ilmu wa fahman wa hikmatan wa tuqan. Lama ataahu al-yaqin, ilipomjia yaqini, salla alayhi Muhammadu ibn Hanafiya, alimswalia juu yake Muhammad ibn Hanafiya ambaye alikuwa ni Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. والبقية الباقية من صحابة رسول الله، وليبقيه كما صحابة ومتوى السلام، وجلة التابعين، وليوكبوا متابع وليوكبوا ذلك ومسمما katika jeneza la Ibn Abbas. وفيما كانوا يوارونه تراباه، katika ambapo walikuwa wakimwagilia mchanga wake, wakimfukia mchanga wake, sami'u qari'an yaqra, walisikia msomaji akisoma. Kwa yuwaruna alayhi turab, wanamiminia mchanga, wana unafikia kaburi lake, wakasikia msomaji, hawamjui nani, lakini tu wamesikia sauti ya kisomo kinasoma, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.